Karibu sana msikilizaji, karibu sana katika ripoti ya leo ya EFM. Leo siku njema, tarehe 4 mwezi wa 3 2025, na ni siku njema sana msikilizaji, siku ya Jumanne. Nami nikukaribishe sana, tuungane pamoja mpaka saa 2 kamili usiku. Mimi huungana na wewe kila siku Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa 1 mpaka 2 kamili usiku, na hapa tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Karibu sana rafiki yangu, karibu pia msikilizaji wetu mpya wa ripoti ya leo. Karibu tusikie mengi kuhusu maisha ambayo yatatujenga na kutupeleka hatua moja kwenda hatua nyingine. Tupo na mkasa mzuri wa ndugu yetu anaitwa Batuli, ambao tumeanza nao sasa ni siku kadhaa, na zaidi tumeishia hapa. Ndugu yetu Batuli anatueleza kwanza mafanikio ya yeye kuweza kupata kazi. Hiyo ni hatua kubwa sana ambayo ameipiga, imekuwa ni shauku yake kubwa. Amepata kazi kwa njia rahisi, lakini kwa habari ya yeye kuwa na mahusiano sasa hivi, mahusiano ambayo ni serious, kampata mbaba wake mwenyewe. Mbaba ana upendo wa kweli kabisa. Mbaba hajaishia tu kuzungumza, mbaba amechukua hatua na hata kwenda kwenye hatua za mwanzo. Sasa hivi huyu ni mchumba wa mtu. Na kilichobaki sasa hivi ni kuvalishana pete na hatua zingine ziendelee. Sasa Batuli kapata kazi, na Batuli anaamini katika kufanya kazi, na hapo kumekuwa na ushawishi mwingi kutoka kwa watu wake wa karibu kuhusiana na maamuzi yake ambayo ameyafanya ya kuolewa na mtu mzima. Kwa nini we binti ukubali kuolewa na mtu mzima? Mwanaume ambaye amekupita miaka 15, mwanaume ambaye amekupita miaka 20. Wengine wanasema huyu baba ana miaka hata 24. Sio kwamba ana miaka, amepishana naye miaka 15, amepishana naye inaweza ikafika miaka 24. Kwa nini ukate tamaa kiwango hiki? Kweli kabisa hakuna mwanaume aliyekupita hata miaka 5 hata 8 jamani kuoe. Umevunjika moyo kiasi hicho? Mbona wewe bado binti mdogo? Maneno ya kujirudia haya yanazidi kumsumbua sana Batuli, kwa sababu kweli kuna muda yanamuingia na kusema lakini kweli kwamba nimekata tamaa, kwamba hakuna mtu mwenye age ambayo tunaweza tukawa angalau tukazungumza lugha moja na mambo kama hayo. Karibu sana msikilizaji, leo tusoge mbele zaidi. Yes, tuko hapa msikilizaji, na tunasonga mbele zaidi na kuyasikia mengi ambayo ndugu yetu rafiki anaitwa Batuli. Batuli anasema hii ni safari yangu ya maisha. Mimi Batuli, haya nimeyapitia. Mimi msichana binti nimeyapitia, na natamani nishe nanyi katika haya ambayo nimeyapitia. Batuli anasema nyakati hizi ni nyakati ambazo moyoni mwangu nimepata nafasi ya kujitahidi kuutuliza moyo kwamba kila kitu kiko okay. Lakini nikwambie, maneno ya mashinikizo kutoka kwa watu wangu wa karibu yanazidi kunifanya nione kama maamuzi ambayo niliyafanya hayakuwa maamuzi sahihi. Yani hivi ndivyo ambavyo wanasema. Lakini niseme nini? Mimi niliendelea kufanya kazi, na muda mwingi natumia nikiwa niko kazini, na pia nazidi kupandikizwa maneno kwamba wanaume ambao watu wazima
wanakuwa na maonyo ambayo wakati mwingine wanahisi kama wana date na wazee wenzao. Wakati wewe ni msichana, unatakiwa utoke out, unabidi upate good time. Yeye hayo ni mambo aliyafanya enzi za ujana wake. Yani yeye ujana wake aruke acheze mziki huko, enjoy, astarehe, afanyaje, lakini anapo utumia uzee wake atafute binti mdogo amnyime zile haki zake alizokuwa anapaswa kupata. Yani amnyime nafasi hiyo ya kuenjoy maisha. Kwa hiyo ninaambiwa nina deserve kuwa na mwanaume wa age zisio tofautiana sana, ili tupeane good time. Na ulimwengu wa mahusiano unakuwa na testi sana kama angalau msipishane miaka mingi sana. Maneno yanayopandikizwa, haya ni maneno ambayo ninaambiwa. Nenda kazini na bosi wangu amezidi kuwa karibu sana na mimi, labda kwa sababu nimeletwa hapa na mtu ambaye anamfahamu, lakini kwa habari ya kunipa lifti ilikuwa ni kitu cha kawaida. Akiwepo pale ataniambia leo nitakupa lift, kwa sababu kuna time nyingine anakuwa hayuko ofisini, yupo kwenye mambo mengine, lakini akiwepo ananiambia leo nitakupa lift. Basi na mimi ninafurahia lift na kwa comfortable ninapozungumza naye, kwa sababu ameniambia mimi nikitoka hapa nje ofisi, yani tuzungumze chochote, tufurahie urafiki. Yani usikie tu bosi, tupige story, tushie mambo mbalimbali. Kwa hiyo hata huo uhuru alinipa. Kwa hiyo nina company pia huko ofisini, na hivyo kuruhusu maisha mengine yaendelee. Mmoja kati ya ndugu yangu alikana mimi akaniambia, kwa nini huyu mtu amepata maamuzi ya kusogeza issue mbele? Mimi naona kama wewe ni sosi wa haya mambo mpaka yanatokea. Uone kama huyu mbaba unamvunja moyo, unamdisappoint kwa historia ambazo labda amepitia, amekuona wewe ndio unaweza ukaseto, labda kuna vitu unamuonyeshia vinampa hofu labda. Hata kusema ajipe time zaidi. Nikamwambia hakuna kitu kama hicho, ni maamuzi yake tu yeye mwenyewe, kwa sababu hapendi mimi nifanye kazi. Akaniambia, lakini kama mtu wako anakuambia usifanye kazi, yani why wewe unaforce kufanya kazi? Na shilingi ngapi unaipata huko, shilingi ngapi? Nikaambia wewe, kila mwanamke anatengeneza uchumi wake na siku hizi. Haya mambo ya kusema shilingi ngapi haya hayana maana kwa karne hii. Kila mtu atengeneze uchumi wake. Kwa hiyo mimi niko natengeneza uchumi wangu pia. Ndio, basi nikupeleke mapumziko mafupi na nitarejea hapa. TikTok Capital EFM 103.7 Arusha. Ripoti ya leo. Batuli anasema, nilimwambia huyu ni ndugu yangu, huyu sio rafiki, sio swaiba, ni ndugu yangu. Akaniambia nikushauri kitu Batuli. Maamuzi ya kuwa na mtu kuanza naye maisha ni maamuzi ya mtu binafsi. Yani kama nyinyi mmependana, msisikilize kelele za watu wanasema nini. Inawezekana wewe unashauriwa na watu kwamba kila mwanamke awe na uchumi wake, ni kweli. Lakini kama unampenda na kumheshimu mwenzio na hajapendezwa na hiyo kazi, kwa sababu haoni kama ni kazi ya kukusaidia kimaisha, zaidi anaona kama inakupotezea muda, una nafasi ya kumsikiliza mwenzio. Maelewano ya mwanzo yatafanya mahusiano yenu yawe mazuri. Na nikwambie, katika maisha hizi nafasi za kutokea mtu kukupenda zinaweza zikaja mara moja kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo hii opportunity ambayo umeipata, mtu amejitoa kama huyu, mwezi ukajua amepitia mambo mangapi kwenye maisha yake ya mahusiano, na mpaka imempelekea katika umri aliokuwa nao hajaoa. Usimdisappoint, usifanane labda na wale ambao walimuumiza. Watu wa namna hii hawastahili kutendewa mambo ambayo sio mazuri, kwa sababu ni watu ambao wanaonyesha upendo. Embo mpende huyu baba jamani.
embo msikilize, kwa sababu kumpenda kutambatana na kumsikiliza, mtii, kwa sababu mimi sioni unachokitafuta kwa kazini, mimi sikioni. Kwa nafasi gani? Secretary. How much unapata? Shingapi? Ushinde kumsikiliza mpenzi wako ambaye anaweza kukupa mtaji wa biashara ukafanya biashara. Batuli, hata kufikiri tu wewe kuna kwa na uzito. Kila mwanamke anatengeneza uchumi wake, kila mmoja. Wewe ungekuwa umesoma, una madegree huko, una masters huko, unapata kazi ya maana, hata mwanaume akikuzuia yeye mwenyewe anaogopa. Hiyo kazi, hiyo nayo kazi. Nikaambia kwa hiyo si kazi. Unaondoka asubuhi unaenda unarudi jioni. Kazi unaondoka asubuhi saa 11 unalipo shinga. Huyo mwanaume akakwambia huo mshahara atakupa. Wewe kinachokupeleka kwa kazini ni nini? Batuli, unaweza ukamwona huyo mtu mzima kwa sababu ananipenda sana, ukatumia hiyo nafasi ya upendo kumuumiza. Wewe kuna lini kwenye maisha yako ulishawahi kumpata mtu akakupenda kama huyo? Sema, sio tu kukupenda, mwanaume wa maana kwenye maisha yako ulishawahi kumpata kama huyo? Baba wapi? Wewe kila siku unahangaika na wanaume wasioeleweka hapa. Unakimbizana nao. Wewe wakati mwingine ndio unachunwa wewe. Hayo yote umeshindwa kujifunza. Mungu amekufungulia mlango kakuletea baba wako mstaarabu, mwenyewe ana upendo, wala sio mtu mzima kiivo, anajipenda mwenyewe. Embo acha mambo yako. Basi alizungumza nami hivyo, unajua unayasikia yanakuingia pia. Niliendelea kufanya kazi. Kiukweli huyu mwanaume siku aliniambia na kuomba uache kazi. Hii ni siku nyingine akaniambia kama unaniheshimu na kunisikiliza, naomba uache kazi. Na kama utaona kwamba kauli zangu ni za mashinikizo, ni za kupotezea focus, basi utakuwa umeamua hivyo. Lakini mimi nimeshatafuta mtu ambaye nataka akupe mwongozo kwenye mambo ya kibiashara. Nimezungumza naye, mpenzi wangu anapenda vitu fulani, amenishauri vitu gani unaweza ukafanya, na naomba nikukutanishe naye. Mimi sitaki ufanye kazi. Basi mpenzi wangu amesema. Mimi mwisho wa siku nikaona sasa kwa nini niendelee tena kungangania? Moyo ni mwangu nikaona kwa nini niendelee kungangania? Huku ndugu anasema, huku ananiambia. Nikasema ngoja mimi ni aache basi kazi. Batuli anasema nakumbuka nilimwambia huyo bosi, nikamwambia yale majira ambayo nilikuwa naona yatafika, naona yamefika. Unajua tumekuwa kwenye migogoro sana na mwenzangu, ameona nifanye biashara. Kwa hiyo amenitafutia watu, nafikiri nitaanza kufanya research ya biashara gani nifanye. Kwa hiyo mimi naomba nipumzike kazi. Huyo bosi akasikitika sana, lakini akasema naamini unaweza ukaenda kufikiria maamuzi yako na ukaamua tena kwa usahihi. Na yule dada pia akanilaumu sana, ambaye aliniunganishia kazi. Akaniambia leo hii mtu unapata kazi unaacha kazi kipuzi kama hivyo? Sijategemea. Hivi ina maana nyinyi mnapenda ndoa kiasi hicho? Ina maana nyinyi mnathamini mambo ya mahusiano kiasi hicho? Mahusiano mnayapa kipaumbele? Hivi nyinyi mahusiano hayajawahi kuwageuza kichwa chini miguu juu? Hajawahi mahusiano kuwapa matukio? Ngoja nikwambie, hatuishi hivi katika ulimwengu huu. Hatuachi kazi kwa sababu kuna mwanaume kasema au kuna mwanamke kasema. Tunafanya kazi kwa ajili ya sisi pia na familia zetu. Utakuja kuikumbuka hii nafasi kwenye maisha yako. Nataka nikwambie, wanaume ni wote wanafanana. Nataka nikwambie, hizo ahadi hizo nikwambie, usikute wewe sio kwanza kuahidiwa. Huyo ni mwanaume mbinafsi. Huyo ni mwanaume ambaye hakufai. Mtu mzima alishatumia ujana wake, sasa hivi kwenye uzee anataka kucontrol kana kwamba una age moja na yeye sawa.
shauri yako, ila nimesikitika sana. Haya ndio maneno aliniambia huyu dada, akionyesha kusikitishwa na kuniambia alikuwa anajua mimi ni mwanamke smart na isimamia vitu vyangu, lakini amegundua kumbe sio. Yani wanawake mnapenda ndoa, yani watu mnapenda ndoa hivyo, lakini mimi nikawa nimeona nimeshafanya maamuzi yangu, ngoja tu nishikilie msimamo wangu, nisiwe ni mtu wa kuyumba yumba. Batuli anasema basi hii ilikuwa ni habari njema kwa mpenzi wangu. Baba wangu alifurahi siku nimemwambia basi mpenzi wangu mimi kazi basi kule nimeshawaambia nimeacha kazi. Kweli alinikutanisha na dada mmoja ambaye dada alinihoji mambo mengi sana, tulizungumzana vitu vingi sana, na akaniambia kwa namna ambavyo tumezungumza yeye kuna mawazo ameyapata ya kibiashara ambayo anaamini nikisema nisimame na mmoja wapo katika hayo kinaweza ikawa ni kitu sahihi. Mengi tulishauriana, na hata mpenzi wangu akasema sasa tarehe ile ya kuvishana pete tufanye tarehe fulani. Nikamwambia mpenzi wangu sawa, tukawa tumeongea hivyo. Sasa mimi nimeacha kazi kiroho safi kabisa. Huyu bosi akawa ananipigia simu, kwa mfano asubuhi ananipigia simu, ananiambia uko wapi, namwambia tu niko home. Takuwa wapi? Tu niko home. Ananiambia wow, vizuri, uko poa? Lakini namwambia ndio niko poa. Tunazungumza jioni tena ananipigia simu, lakini kama siku 3 hivi toka nimeacha kazi. Aliniambia siwezi, please naomba nikuone. Yani nimekaa hivi siku 3 sijakuona, angalau hata nikuone. Basi mimi tu nikawa nashika tu, naambia kwa nini unasema hivyo? Akaniambia yani nasikia tu kukwambia hivyo, yani nimeona kama ni siku nyingi sana. Aliniambia hivyo kweli, na mimi nilipata time tukamit naye. Akaniambia unajua umekuwa secretary wangu kwa muda mfupi, lakini nimekuwa najisikia vizuri, uwepo wako umekuwa ukinifanya nijisikie vizuri. Yule rafiki yangu aliniambia nakuletea secretary ambaye ana customer care nzuri, ni serious kabisa. Yani customer care umenipa mimi kwanza. Yani uwepo wako umekuwa mkubwa sana kwangu. Vile umeondoka na feel gap. Yani kuna gap naona. Sentensi zako za pole na kazi pia zimekuwa zikinifanya najisikia vizuri. Unajua tuko tunaishi wakati mwingine hatuna watu ambao wanaweza wakakea sana kuhusu sisi, hasa sisi watu ambao tuko busy, lakini unakutana tu na mtu ukiwapo katika kuchoka akakwambia pole na kazi, umechoka sana, nikuletee kitu fulani, umekuwa nikijisikia vizuri, kwa hiyo tunakumisi sana. Nikamwambia asante, nashukuru. Akaniambia vipi lakini unaendeleaje? Nikamwambia naendelea vizuri. Mipango yako? Nikamwambia mipango inaenda vizuri. Kwa kweli mipango inaenda vizuri. Akaniambia sawa, sasa kuna sehemu naomba unisindikize. Nikamwambia wapi? Akaniambia kuna issue fulani ya kwetu ya kifamilia, nilikuwa na tamani unisindikize. Nikamwambia issue yenu ya kifamilia na mimi niende? Yuko yes, wewe ni rafiki yangu na nimetamani na wewe uwepo. Nikamwambia lini, ni issue gani? Akasema ni za kifamilia tu. Lini? Akaniambia siku. Nikamwambia sijui utapata nafasi. Akaniambia tafuta, hauwezi ukakosa nafasi. Nikamwambia tajitahidi. Akaniambia sawa. Basi nimefurahi sana kukuona, kweli tukala chakula pamoja, tukaagana pale, na alinitumia message baada ya kutoka pale, nimeenjoy sana, unazidi kuwa mrembo kila siku. Akaniambia hivyo, na mimi nikatabasamu, yani kuonyesha sio, unajua tena unaposifiwa unajisikia furaha, unajisikia raha. Akaniambia
maneno hayo baada ya kuachana. Sasa hivyo na maana tulizungumza baada ya kuachana. Nikamwambia asante. Akaniambia serious, na maanisha nilikumisi sana, nimekuona najisikia vizuri, na tamani tu tunapata time mara nyingi zaidi tu tunakutana. Mimi nikamwambia haina shida, poa. Batuli anasema huyu ni bosi wangu na ni kijana, yani ni mwanaume ambaye ni kijana. Kwangu yeye ni mkubwa, lakini hatujapishana kusema kwamba miaka mingi, yani na yeye ni kijana. Sijui sana kuhusu mambo yake ya kimahusiano, sijui sana kwa sababu hatujai kukaa na kushare mambo hayo mengi kuhusu mahusiano. Lakini namuona ni mtu mwema na ni mtu mwema kwa ujumla. Ni kijana msomi, ana maisha mazuri, yuko smart sana, na kitu kingine yuko ni handsome sana huyo kaka. Halafu pia amejiwekea mazingira, sio mtu wa kuzoeleka. Yeye akitaka kumzoea mtu ndo anaweza mzoea, na hiyo ndo sifa yake. Yaani sio kila mtu anamzoea. Kuna watu yakitaka kuwazoea ndo anawazoea. Kuna mimi nikawa nimefika pale ofisini, ni mtu ambaye nilipata hicho kibali cha huyu mtu kunizoea. Batuli anasema basi niseme nini zaidi, tukazidi kuwa na muda mwingi wa kuchati na huyu kaka. Mbaba, yeye mbaba wangu sio mtu wa kuchati. Sio mtu wa kuchati. Alafu sio mtu wa kuongea kwenye simu muda mrefu. Yes. Baba yeye haongei na simu muda mrefu. Yani atakupigia simu, baby uko okay? Yani nini una shida gani leo? Atakutumia pesa, atakwambia baby I love you, amemaliza. Sasa mtu ambaye anani keep busy kwenye kuchat, huyu kijana, huyu baba, huyu bosi ambaye alikuwa bosi wangu, yani yeye ndo anaweza mwepesi sana kuchat. Hai mrembo, namwambia hai, upo okay? Yes, niko okay. Umefanya nini? Ataniuliza, nitaambia nafanya kitu fulani. Na wewe? Ndio nimetoka kwenye meeting hapa, so nikasema tupige story 2-3, nikupigia, atanipigia, tutaongea. Yaani tutaanza tukuongea, ataanza kuniambia sijui nilisomaga wapi, sijui ilivyokuaga hivi, experience tu za maisha, mtu tukaongea. Baadaye akaniambia sasa ngoja niendelee na kazi. Akakaa kidogo tena tumia ujumbe uko okay hivyo. Ile siku ambayo alisema kwamba atanikaribisha nami niwe mgeni ambaye tutaambatana pamoja kwenda kwa familia yao, nilimwaga mbaba, nikamwambia tunakutana na wenzangu, na nikamtaja yule rafiki yangu, tuna kikao chetu, na mbaba yeye hana shida sana kwamba aanze kusema nani. Ukishampa tu taarifa yeye waga anasema haina shida bebe. Kwa hiyo nimempa taarifa, na moja kwa moja nikawa nimemwambia shoga yangu. Sasa shoga yangu mimi ninamueleza kwa sababu shoga yangu sasa hivi pia na yeye anasema mimi niko upande wako. Ukisema mbaba anafaa, tunaenda na mbaba. Lakini mimi nimekwambia ujue mambo ambayo tunaenda kukutana nayo, kama yule rafiki alivyokuambia. Yule rafiki alivyokueleza ndio ukweli. Kwa hiyo kama tutajiandaa kisaikolojia tukaishi na huyo mbaba, sawa. Kwa sasa namueleza kuhusu yule boss, na yeye ananiambia wewe, yani ni ishara kabisa yule boss ana lake jambo. Kama nuru imekufungukia, unakutana na watu wa maana. Vile vitu vile vilikuwa vinakusumbua, vile vyote vimeondoka kwenye maisha yako jamani. Ulikutana na kitu gani kizuri mwenzangu? Rafiki yangu ananiambia, hata sijui. Yani mimi ndo yule ambaye yani ninafuatwa na watu wasioeleweka. Sasa hivi bosi yule
Akaniambia mwenzangu, nenda. Huyu mbaba nikwambie tutazidi kumtengenezea hivyo mazingira, wala hata usijali. Nikamwambia poa. Kweli nakumbuka nimetoka zangu hapa nikakutana na huyu boss. Nikakutana naye akaniambia safari ianze. Kwa nikapanda kwenye gari yake na tukaenda mpaka kwa familia yake, yani kwa ndugu zake. Uniulize mimi ni uswaiba gani huo niliokuwa nao mpaka niende kwao huko, lakini nilienda. Uniulize nataka nini, mimi mwenyewe sielewi, lakini nilienda. Lakini kuna kitu kimoja ambacho natamani kukizungumza ndani yangu, yani nikiwa na chati na huyu mkaka najisikia vizuri. Najisikia vizuri. Kwa mfano na memory nzuri, siku ile tumeenda kupata kahawa. Yani unajua unaongea na na mtu ambaye unajisikia raha kumsikiliza. Yeye mbaba sentensi zake nyingi zimejaa maonyo. Yani maonyo. Lakini huyu yeye tunazungumza lugha moja. Huyu kwa mfano hata mkipiga story anaweza kaza yule fulani bwana hivyo, labda kwa mfano pale ofisini mimi siku moja nikanamwambia kuhusu msichana mmoja kana kama tunamteta, tunacheka, lakini nikikana mbaba siwi huru kiivu, siwi huru sana, kwa sababu hiki hapa kila madhara unajua, hiki una ndivyo ukifikia umri fulani vitu, sentensi zilizojaja maonyo. Kwa nimeenda huko kwao, kiukweli nikajisikia vizuri sana. Batuli anasema sasa wanaulizana huyu ni nani, na yeye sasa tulivyomaliza ile akasema leo familia yangu wamenisumbua sana. Ni watu tu wanakonyezana, wanakanyagana miguu, huyu kaja na nani. Unajua nilikuwa nawaambiaje? Naambia ulikuwa unawaambiaje? Nitawaambiaje? Hawajui kuniona siku moja nakuja na msichana kama hivi kwenye shughuli za kifamilia, hawajai kuniona. Naambia kweli, unawaambiaje? Unawaambiaje sasa wanafukuuliza? Akasema nawaambia ni girlfriend wangu. Naambia wewe kwa nini unawaambia hivyo, unawadanganya? Akasema no, sio kama nawadanganya, kweli nimekuwa unajua naulizwa sana mpaka na uishi uongo na usema ukweli. Nikamwambia wewe kweli. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Batuli. Niko hapa msikilizaji kukujuza mengi kuhusu Batuli, na ni shauku yangu usikie. Mwanamke binti huyu wa Kitanzania anashia nasi haya katika safari yake ya maisha, na mimi niko hapa tusikie na tujifunze kupitia yeye. Ndio TikTok Capital EFM 103.3 Mbeya. Aye mama, kila kitu nimefanya, nataka burudani ya masikio, siku iende salama. Nimekwama, kichwa kimejichanganya, ngoja kwanza nisikilize redio EFM ndiyo chama. Jioni ya leo, kila Jumatatu mpaka Ijumaa, tunaanza saa 10 mpaka saa 1 usiku. Romani Shirima na Dina Mario Mpoki. Ripoti ya leo.
ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Batuli akiendelea kutueleza haya mengi katika safari yake ya maisha. Batuli anatueleza haya. Batuli anasema mpaka tunapanda kwa gari, huyu bosi wangu ananiambia leo imekuwa ni siku special sana kwangu na nimefurahi. Wewe pia unajisikiaje? Mimi naulizwa. Nikamwambia najisikia vizuri. Akaniambia natamani tutafute sehemu tupaki tuongee. Nikamwambia sawa. Kweli akaendesha akaenda sehemu akapaki. Akaniambia nimeelezwa kuhusu wewe, yani akizungumzia kuhusu yule dada. Akasema unataka kuolewa, yani huyu mwanaume ambaye umekuwa ukiniambia ni boyfriend wako ni mwanaume mzee, unalazimishwa kuolewa naye au ni wewe mwenyewe umeridhia, umempenda? Nikamwambia ndo amekwambia kwamba naolewa na mwanaume mzee? No, sio mzee. Akasema yes, anasema yeye anamjua, ana miaka amekupita kama miaka 24. Nikamwambia hapana, hajanipita hiyo miaka. Yani sielewi nikimtaja yule dada kwa nini anahisi yule mwanaume amenizidi miaka mingi. Yule mwanaume hajanizidi miaka mingi, amenizidi miaka 15 tu. Akasema hata kwa miaka 15 ni mengi, kwa nini uolewe na mwanaume akuzidi miaka 15? Mkizungumza mnaelewana, ende uko okay, uko na furaha na umefanya uchunguzi wa kutosha. Ni mgane alifiwa na mke wake? No, hajai kuoa. Nikamwambia ndio hajawahi, alikuwa anaishi na mwanamke. Nikamwambia yani yeye historia yake ni ndefu sana, si kwa nini hata amekueleza haya mambo, si kwa nini. Akasema ya kwa sababu nilimweleza umeniletea rafiki mzuri, amekuwa rafiki yangu, tumetokea kuelewana sana. Ndio wakaniambia Batuli ni binti mrembo mdogo, bado ana ndoto kubwa, lakini ndio hivyo anaenda kuolewa na mwanaume mtu mzima. Akaniambia Batuli, sizungumzi hivyo kwa vibaya, lakini una nafasi ya kuwapa watu moyo wako ambao wako hawatofautiani age zaidi na wewe. Mimi na ndugu yangu ambaye aliwahi kuolewa na mwanaume mzee, alikuwa mtu mzima, afu alikuwa binti. Niliona maisha ambayo aliishi. Unajua yule ndugu yangu hakuwa muhuni, lakini aliolewa na mwanaume ambaye ni mtu mzima sana. Na yeye sasa ndo umri sasa ule yani ndo umri sasa ule ndo usichana, yani udada ndo umekuja sasa. Alikuta kila siku yeye anahangaika na watu kwa barabarani, anahangaika, leo yuko na huyu, kesho yuko na huyu, kesho yuko na huyu. Kwa umri wako pata mtu ambaye hajatofautiana sana, akizidi sana pengine hata miaka 8, 7, 6 sio mbaya, 10 sio mbaya, lakini kafika miaka 20, yani miaka ndo tatizo. Akaniambia nilisikitika sana kwa sababu mimi mara kwanza tu nimekuona nilikupenda. Na nilivyokuona tu mara kwanza hata nilijilaumu sana kwa nini alivyokuwa akiniambia nimlete yule msichana, nilikuwa nasema huyo kwa sababu hajasoma kompyuta atakuwa hawezi. I wish ningefanya hivyo mapema, usingekutana na huyo mbaba. Nikwambie, sijui kama nimechelewa, lakini naamini unaweza ukatafakari pia nawe kwa kina. Mimi nakupenda. Batuli anasema huyu mwanaume ananiambia ananipenda. Na hii ni kauli ambayo nazungumza, lakini mazungumzo yetu kama ninavyokuambia ni simu, ni kupigiana simu, ni SMS. Yani mpaka wakati mwingine wewe mwenyewe ukikaa ukiona simu haijapigwa unasema kwa nini anipigii simu? Imefika sasa hatua unafeel hivyo.
na mimi ni mchumba wa mtu, nimeshapelekewa barua nyumbani. Hapa tu mambo yamebaki huko mbeleni tu yakamilishe, niolewe na mbaba. Lakini moyo sasa hivi, moyo huko na huko, moyo unaona unaenda kwa kasi kweli kweli. Yani unajua huyu sasa mwanaume, yani kwanza handsome, yani unaona, yani ukimwangalia tu akicheka, meno yake alivyokaa, pua yake, yani mwanaume handsome jamani. Lakini pia zaidi msomi, kama itoshi, ndio hivyo, ni mwanaume ambaye ana nafasi nzuri sana kimaisha. Yani ni yule mwanaume ambaye amejitosheleza kila idara, anaongea vizuri, yani kiongea na mimi anaongea na mimi vizuri. Yani sasa nikabaki niko usiseme hivyo, unajua mimi ni mchumba wa mtu. Akasema hakunaga uchumba unaoshindwa kuvunjika. Na wasichana mnakosea. Msichana kama wewe ni mtu wa thamani sana. Usipotambua thamani yako, ndio unaishia kwa wazee ambao wamesha kula good time miaka yao ya nyuma. Hawezi kukupa furaha kwa sababu yeye alishatumia furaha yake akiwa yuko angali kiwa kijana. Nikaambia usiseme hivyo. Yuko siku hapa kwa ajili ya kumponda, nakwambia kweli. Sitaki kuona baadaye unaingia alafu unaanza kuwa disappointed. Nikaambia hapana, usiseme hivyo, naomba tu nipeleke nyumbani. Kweli alinifikisha mahali, nikashuka, nikaambia asante. Nimetoka tu hapo moja kwa moja nikampa habari hizi shogangu. Akasema shogangu niko ndo hivyo yuko kwa hiyo inakuwaje? Nikasema yani shetani ashindwe kabisa. Akaniambia kwa nini? Nikaambia wewe hivi unajua yule kaka anafoniambia tu yale maneno, yani huko moyoni nasikia kutabika. Lakini nikwambia wa vijana ni waongo, mimi wa vijana sitaki kabisa, waongo sana. Akaniambia jamani, mbona ili jaribu ni zito, yani anataka kukuoa au mambo ya uchumba tena? Ananiambia ananipenda, yani ndio mimi niseme neno yuko Lakini shoga yangu, unajisikiaje ndani ya moyo? Nikamwambia nikwambie ninavyojisikia, yani najisikia tu vizuri nikiwa naye. Akasema hiyo ndio ishara kwamba mwanaume umemkubali. Ukiongea na yule babu unajisikiaje? Niko usiseme babu bwana. Bwana wewe acha kuvunga babu yule, unajisikiaje? Nikamwambia najisikia vizuri. Ni kwa sababu gani unajua unajisikia vizuri? Yani yeye kila siku anakuwa mtatuzi wa mambo yako, si ndio? Ukigeuka hivi amekupa hela, ukigeuka hivi baby umeletewa zawadi, ukigeuka umeletewa maua, ukigeuka hivi chakula kimeagizwa kimeletwa, unataka kuku, unataka kidali, unataka nini, unataka samaki, wewe leo unataka supu, unaletewa. Hivyo navyo ndio vinachanganyaga wanawake. Lakini ukitulia hakupi, akili ndio inarudi normal sasa. Ndio unaanza kusema yani huyu. Halafu pia jambo jingine muhimu mimi nakwambia, mwanaume gani huyu jamani, ambaye hata siku moja akwambie mpenzi wangu njoo huku nyumbani tuje tushinde wote ulale huku? Ujiulize rafiki yangu, ujiulize. Ninakwambia hata wewe kusema mwenyewe binafsi uchunguze huwezi, kwa sababu unamuogopa. Kwa nini unamuogopa? Kwa sababu na yeye mwenyewe amejiweka kwako kama mtu mzima, yani amejiweka kwako kama mtu wa maonyo, anakuonya kila kitu, hiki na hiki na hiki. Kwa unakuwa na hofu, yani una mahusiano na mtu kama babako, kama babako. Kwa unaona kama yani nikisema hivi itakuwa nimekosea, maana anakuonya sana. Tulizungumza mimi pamoja na rafiki yangu, alinipigia simu yule mdada mwingine, akaniambia niliambiwa mtoka out. Nikaambia ya kweli tulitoka out. Akasema hivyo Batuli, niambie ulivyo na bahati, niambie Batuli mdogo wangu, hebu nipe ile jukumu mimi nisimamie ndoa yako wewe na huyo kaka ifungwe. Nipe ile jukumu nilishughulikia ile jambo Batuli, nikokoe kutoka kwenye hicho kitanzi cha kuolewa na mbabu. Nikamwambia wewe usiseme hivyo,
unajua mimi ndo naenda kuvishwa pete. Akaniambia sawa, maamuzi ni yako, lakini kwenye majuto usije ukatutafuta. Usiseme Mungu hajakupa nafasi, amekupa nafasi kakuletea kijana huyu hapa. Huyu hapa kijana huyu. Unasema ni mtanashati. Unasema ni kijana msomi huyu. Unasema ni kijana mwenye kutengeneza uchumi wake, huyu hapa. Mungu kakuletea hivi machoni kwako, akili kichwani mwako, maamuzi moyoni mwako, shauri yako. Mimi nikamwambia unaniwazia yaliyo mazuri sana, najua unaniwazia yaliyo mazuri, lakini nikwambie mimi ninavyomuona yule, kusema anipende, ajisacrifice kwangu, anioe, sio kweli. Labda kama anataka kubuy time na mimi, akasema wewe acha kuwafikiria watu vile ambavyo unawajaji kwa kuwaona. Hebu yule mkaka mwambie ndio nimekubali, uone action zake. Unamjua yule, unamsikia yule, sio penda yule. Sio mwanaume wa kuropoka tu kwa sababu anaropoka, akizungumza anamaanisha. Nikamwambia mimi sijataka kukuuliza chochote, kwani yule ana mahusiano? Akanambia hilo swali ndo ungeuliza mahusiano aliyokuwa nayo, nini kilichotokea. Wewe mtu kakuona kakupeleka mpaka kwao, wewe uone wewe ni mwanamke wa thamani kiasi gani? Na yote hii kama tu hujamkubalia amekupeleka mpaka kwao, vipi wewe ukisema mimi hapa nimekubali? Hiyo pete unang'ang'ania kwa huyo mbabu, utavishwa pete ya thamani kidoneni mwako. Ndoa ya maana itafungwa, utakula good time. Wewe unataka kwenda nchi gani vacation? Raha, unaenda vacation na kijana mwenzio. Kwa taarifa yako, unaenda vacation na mzee, mwisho wa siku anajilalia tu hapa kana koroma mikoromo yote. Uko macho wewe tu, unaanza kuchat, kupiga simu mashosti, lakini unakuwa na kijana mwenzio. Mnaenjoy, mtaka kuogelea, mnaogelea wote. Hiki mnaenda mziki, mnaenda wote. Mzee ndo atataka mkae tu, mwangalia movie, atake movie. Twende kuogelea, atake kuogelea. Twende nini, anataka tu mkae, mtazamane tu. Tunaongea nini? Yeye mwenzio aishayafanyaga yote. Basi mimi tu nikamwambia ni wewe, yuko sio wewe. Mimi ni malaika, nimetumwa hapa nije nikwambie hizi habari. Usije ukafanya makosa, shauri yako. Batuli anasema wakati huo huyo kaka amepamba moto. Huyo bosi wangu amepamba moto. Ni simu, ni message nzuri. Mubaba narudia tena, yeye sio mtu wa message. Mubaba sio yeye mtu wa kupiga simu, sio mtu wa hivyo. Ninapigiwa simu hiyo usiku, nakwambia tunaongea na simu, risala kwanza linapita, risala pili, mpaka mubaba akipiga simu, mbona simu yako inatumika? Naambia labda network. Nikimaliza tu kuongea na mbaba analala mapema pia. Leo nimechoka sana. Naambia bebe, ungepumzika ulale. Pumzika ulale bebe eti. Ulale. Huku tunaendelea kuongea na kijana, tunaongea. Ushe kuongea wewe, mtu mnaongea ukihesabu hata masaa 4 yanafika. Mnaongea, simu inakata, mnapigana tena mpaka simu inakuwa ya moto. Sasa mimi ndio ninamkubali au ni nini? Yani story hizo. Akiniambia natamani tungepata hata siku 2 twende sehemu chill, tupige tu story mimi na wewe na nini. Yani nasema sasa hivi itakuwaje jamani, mimi itakuwaje jamani? Yani unajua unaweza ukaingia kwenye mahusiano, baadaye ukakutana na mahusiano mengine ukasema si kwa nini nilikubaligi mapema, ningekuja tu uliwaje kuliko nilipoingia. Ushe kutokea hiyo, ushe kufiri hali kama hiyo. Yani mimi hapa nasema jamani, maneno mazuri. Sasa mimi nimekutanaga na vijana sio wa level za kimaisha kama huyu. Au mimi nilikuwa nakwambia hawa ni wale wa level za chini. Yani kwa kipindi hicho mimi ndo watu waliokuwa wananifuata. Yani mtu ana kipato kile cha chini kabisa. Huyu mimi nimempata
mtu mwenye maisha mazuri, na tunazungumza mengi sana, na akanieleza kuhusu mahusiano yake ambayo yalimdisappoint sana. Alinvesti mwanamke huyo ni msomi aliyekuwa naye, sifa nyingi sana akasema alikuwa nazo, ambaye aliamini kwamba atakuwa ni mke sahihi kwake, lakini kwa tofauti. Akananielezea nini kilichotokea. Yani hizo ndio story tukao tunapiga, tukigeuka tumepiga hizi za ndugu zake, familia yake fulani, anipeleke si kwa ndugu yake fulani. Yani nikawa nimevurugwa, sijui wapi na wapi, yani sijui sasa hapa naenda wapi, yani niko njia panda. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Batuli, msikilizaji. Huyu ni binti anaitwa Batuli. Yes, katika maisha tunaishi, na hasa ukiwa binti, mwanamke, ni mdada, kwenye mambo ya mahusiano unatamani kufanya maamuzi, ufanye choice, labda watu kadhaa wanakufuata, nakupenda, yupi ambaye ni sahihi kwako, ambaye atakufaa? Unampimaje? Kwa maneno yake, vitendo vyake, utajuaje? Natamani ufuatilie mkasa huko karibu sana, kutoka kwa ndugu yetu anaitwa Batuli, usikie mengi na ujifunze kwa Batuli, na haya kutoa hatua moja kukupeleka hatua nyingine. Ndio kwa leo nikushukuru sana, asante kwa kusikiliza EFM, na nikutakie usiku mwema.